Taarifa kutoka ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kupitia kwa makamu mwenyekiti wa chama hicho ambaye ni John Heche. Sasa amekuwa katika wakati ambao anaamini na pia Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimekuwa kikiamini kwanza katika Umoja wa Mataifa kabla na kuelekea katika kipindi cha uchaguzi, ambapo wanaamini kabla ya mwezi wa 5 kuanzia hata kwa zile forms za petition ambazo waliamini kabisa kwamba zinahitajika saini ya zaidi ya watu milioni 15 ambao ni wananchi ndani ya ardhi ya Tanzania. Hivi sasa wameendelea kuchukulia kama sehemu ya kuaminika kwamba kiongozi ambaye kwa sasa wako katika mazungumzo na wapo katika mawasiliano naye basi ni rais mstaafu wa nchi ya Marekani ambaye ni Barack Obama, ambapo wanaamini kabisa kwa kupitia kiongozi huyo endapo wakabaini na wakaendelea kufanya mazungumzo zaidi, basi huenda haki yao katika kile wanachokipingana katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo versus ama baina ya Chama cha Mapinduzi, basi huenda ukweli ukajulikana na pia kauli ikapatikana. Lakini nizungumzie tu kwamba ni swala ambalo wanaamini huenda likafanya kazi, lakini tukubali tukatae, yani haijalishi kwamba rais mstaafu kutoka nchi ya Marekani kwamba ana sauti yake na pengine katika kuzungumza ama pia na mwenyewe pia kutoa ushauri, huenda ikasaidia kuelekea katika hiki kipindi ambacho kwa muda huu kumekuwa na ukakasi mkubwa baina ya viongozi wa chama cha Chadema pamoja pia na chama cha CCM, na pia hata kuhusiana pia na uchaguzi kuweza kufanyika salama. Sidhani kama rais Barack Obama anaweza akawa na nguvu kiasi hicho ama maamuzi ya mwisho ya kusema kwamba uchaguzi usifanyike ama usifanyike. Nachoamini kwamba ni swala ambalo mpaka muda huu bado linawaelemea sana Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kwa sababu wanachokiamini ni kwamba uchaguzi ndani ya mwaka huu hautoweza kufanyika, kwa sababu wanaamini kwamba viongozi wote wali wakubwa, na kuhusiana pia na taarifa ambazo tayari wameendelea kutoa katika Umoja wa Mataifa kwa lengo la kutaka kupata ile haki na ile istimbati ya kutoruhusu uchaguzi uweze kufanyika, ili mradi kama kutakuwa na maridhiano ya kuweza kukaa chini, kukaa benchi na kuangalia je ni sehemu gani waliweza kufeli, ili mradi waweze kurejea tena na kuhakikisha kabisa kwamba uchaguzi unafanyika bila ya kuwa na iana katika chama pinzani, ambacho nafikiri kwa sasa hivi kumekuwa na changamoto hiyo inayowakumba chama cha Chadema pamoja pia na chama cha CCM kuto kuelewana, huku chama hiki kikiwa kinadai kwamba maboresho ya katiba yaweze kufanyika na huku pia bado kukiwa na mvutano mkubwa. Kwa hiyo ni swala, ni taarifa pia ambayo tuko nayo na tunaendelea kuwa nayo, lakini mwafaka wake nafikiri